Coach, after back-to-back derby, as we expected today, it should be a tough game, and it was tough indeed. Yeah, no, most 100%. We knew that 2 back-to-back derbies. I think you could see Young Africans today also a bit of a struggle. So, and obviously the pitch is also very heavy, so it doesn't make it easy. So we just needed to grind out a result. We needed to just make sure that from a mental point of view and the heart, because I knew that it would be a tough day. A good team, hard-running team, but a good win for us. Okay, it was very tough, especially in the first half, on how JKT was playing the midfield. But what exactly did you tell your players in the dressing room to come strong in the second half? Yeah, look, I think once you play 120 minutes and another derby, it's always sometimes the start is a bit difficult. It's just about getting going again. So half time it was just about restructuring a little bit of our press because first half they were coming out too easily and were causing us problems. So we just structured that and it went a lot better. And I felt in the second half we controlled the ball, took care of it a lot better than the first half. And I think as the game went on, we just had more and more control. Obviously, 1-0 scoreline, last 10 minutes becomes a little bit difficult, but again, the players, the work ethic that they give, the commitment that they give, you could see some of the recovery runs in the sort of 90th minute were of a high standard. So really proud of them, what they're doing and what they're achieving with so many matches being played. But yeah, good for us to go recover the next couple of days and be back here on Sunday. Thank you. Thank you. Kocha, mmepoteza goli 1-0, lakini mechi mlianza vizuri kwa kimbinu na namna ambavyo mliwazuia Simba. Lakini nini hasa ambacho hakikwenda vizuri hasa kipindi cha pili? Yeah, ni kweli. Second half tulijaribu kufanya vizuri jinsi ambavyo tulifanya first half, lakini tuli lose concentration na organization kidogo kwenye backline na midfield, then wakatumia hiyo nafasi. So kingine ambacho tuliwapa kwa maana ya kama tumepata sisi mpira ni sehemu ambayo mbaya hatari zaidi kwetu kama tumepata mpira afu tukaupoteza tena, kwa maana ya team shape inakuwa tayari kwa kwenye part ya build up, then tukapoteza mpira kwenye eneo la hatari zaidi, eneo la mbele. We need kuwa na hiyo comfortability, lakini hatukuwa hivyo kwa kile ambacho tulikuwa tumekiplan. Tumepoteza mpira ile tulitakiwa tuligain fast pale ili tuweze kuokoa hiyo moment. Niseme haiwezi kuwa goli bila kuwa na mistakes. Tumejifunza kuona hicho ambacho kimetokea. Na kwa upande wako nadhani ni mbinu ama ubora wa wachezaji, kwa maana mchezaji mmoja ndio ambao umeamua zaidi mchezo? Yeah, naweza kusema hivyo, lakini pia ni Simba ni timu nzuri, iko na wachezaji wazuri, wako na more quality ukilinganisha na quality ambazo tuko nazo. Tumejitahidi kutry kuwa best kwenye hizo moment, lakini sometimes inaweza ikatokea kulingana na opponent ambao unakutana naye na quality ambazo wako nazo. Wao wanaweza wakafanya hayo makosa kulingana si quality ambayo tuko nao, unaweza ukashindwa kutumia, lakini sisi tukifanya makosa ambayo tunaweza tukayafanya, wao kwa hizo quality ambazo wako nazo wanaweza wakatumia. So tunahitaji kuimprove zaidi day after days ili tuwe bora zaidi kwenye tunapokutana na timu bora kama hizi na zenye wachezaji bora kama hao. Shukrani sana. Okay, sana. Nyota mchezo wa hii leo ni Clatous Chota Chama, mwamba wa Lusaka. Yeye mfungaji pekee wa goli la mchezo wa leo, lakini akikabidhiwa tuzo yake na mwakilishi kutoka benki ya NBC. Chama, nikuulize swali moja, tuongera kwa tuzo, back to back unafunga goli kwenye uwanja huu. Nini hasa ambacho umekuwa nacho nafikiri cha tofauti ama kile ambacho umeendelea kufanya kwenye ubora wako Chama? Cha kwanza nimshukuru Mungu kwa tumemaliza mechi salama na mechi ilikuwa nzuri. Mwanzo mechi ilikuwa ngumu kwa sababu uwanja wenyewe hauko sana vizuri, kwa hiyo hajacheza jinsi tulivyotegemea kucheza. Lakini muhimu ni kuendelea kupambana, kusaidia timu na kupambana na zaidi na ndugu zangu wachezaji. Hizi tuzo ni tuzo zenye zinatupa heshima kama timu nzima kwa sababu tunafanya kazi kwa pamoja. Na kwa ufupi, Chama, umekuwa icon wa ligi yetu. Imekuwa kwako ni hisia kiasi gani moja ya magoli ambao umefunga kwenye ligi yetu yamekuwa yakijadiliwa Afrika mpaka nje ya Afrika? Ni kumshukuru Mungu tu. Nahisi kuna sometimes unafunga goli yenye haujategemea hata mwenyewe, lakini imetokea na umefanya kitu chenye watu wameshangaa, hata wewe mwenyewe labda unashangaa hivyo. Alafu kingine ni kumshukuru Mungu tu na kuendelea kupambana.
Goli zimekuwa nzuri na watu wana appreciate, na ni hivyo. Mimi kazi yangu ni kucheza na kufurahisha wa mashabiki. Kwa hiyo kama wamefurahi, nashukuru sana. Sawa, shukrani sana. Asante sana.